Na katika mujahiduna pia ni tulabul ilmi. Katika watu wanaohesabika kuwa ni mujahiduna fi sabilillah, wametoka wameenda kupigana katika njia ya Allah, ni wanafunzi tulabul ilmi ash-shar'i, wanafunzi wanaokwenda kusoma masomo ya dini, pia nao wanahesabika ni mujahiduna fi sabilillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Anasema Mtume alayhi salam, atakayetoka kwenda kutafuta ilmu fahuwa fi sabilillah, huyo anahesabika ni mujahid fi sabilillah hatta yarji'a, mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Kwa hiyo tulabul ilmi pia anapotoka kaacha familia yake, wanafunzi wanapotoka majumbani wakaenda madaris kusoma, hawa ni mujahidun. Wake zao na watoto wao natakiwa waheshimiwe. Sawa, ametoka kwenda sehemu ya mbali, amesafiri kwenda nchi nyingine, huyo ni mujahid fi sabilillah mpaka atakaporudi. Kwa hiyo inatakiwa familia yake iweze kuheshimiwa. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, wako baadhi ya watu ni wahalifu, wamevunja ndoa za watu, na wengine ni marafiki zetu ambao tulikuwa nao katika jihadi, tulikuwa nao fi talabil ilmi, tulikuwa nao katika safari moja ya kutafuta elimu, tulikuwa nao baadhi yao, wengine mpaka wamemaliza, lakini kuna wengine walishindwa kumaliza baada ya kupatwa na stresi za wake zao, kuziniwa na majirani zao. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Hakikatan, mtu baada ya kupata taarifa kwamba mke wake ameonwa yuko sehemu, na kuna mtu anatoka nyumbani kwake, anatoka nyumbani kwake usiku, saa zingine alfajiri, ndio shehe analetewa taarifa kwa Madina, shekhi, kwamba ndani mwako kuna mtu analala. Niambie wewe, ingekuwa wewe ungekwaje? Sasa hivi wewe unaifanya haya, unapenda na wewe afanyiwe mke wako, ukitoka na wewe waje walale? Sasa wako wengine fanya subira wakamaliza, lakini kuna wengine walishindwa. Kesi kama hizi ni nyingi sana. Tulabul ilmi wanafanya subira ya hali ya juu, ni wengi katika tulabul ilmi wanapitia changamoto hizi upande wa wake zao, na ndio maana tunatakiwa kumwomba sana Allah atuthibitishe sisi na wake zetu, ili tunapotoka wake zetu wabaki wametuhifadhi, wabaki wametuhifadhi. Ndio maana tunahimizwa sana, unapotaka kuoa angalia unaoa wapi. Usiangalie uzuri tu shekhe, pia angalia na familia unayooa. Mtoto aliyesimama katika dini sawa sawa, yani mpaka kuteleza, ni jihadi kubwa sana atakuwa ibilisi ameifanya. Lakini kuzoazoa tu kwamba tamrekebisha, ndo wakati mwingine anatokea huko. Lakini pia saa zingine anaweza mwanamke amesimama imara katika dini, lakini kwa sababu ya vishawishi vya wanaume kadhalika na ibilisi, kujikuta anaingia katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa tulabul ilmi ni mujahiduna fi sabilillah. Wanapokuwa wametoka wameacha familia zao, vijana natakuwa muwe na heshima na wake zao, muwe na heshima na wake wa wanafunzi na mashekhe zenu.